Jubilei katika matumaini. Jubilei 2025. Zangu familia ya Mungu kutoka parokia ya Igwachanya na familia ya Mungu ya parokia ya Mlevela sana kwenye kiwanja cha Kijanga Kandu kwa nia ya kukabidhi msalaba wa Jubilei kuu kwa familia ya parokia ya Igwachanya. Ninawaalika sote tushirikiane kwa moyo na ibada tunapokabidhi msalaba huu. Ndugu zangu wa Igwachanya, Paroko Padre Mwele na Padre Mlelwa, upo utaratibu ambao tulielekezwa na parokia ya Mtwango namna ya kupokea msalaba na namna ya kusimika msalaba kwenye stendi yake na namna ya kutoa msalaba mwili wa Yesu kwenye sanduku lake maalum. Kwa naomba wale waliotoka Igwachanya wawatazame hawa wa Mlevela namna wanavyochukua msalaba, kusimamisha na namna baadaye wakati wa kupaki msalaba kwenye sanduku lake. Naomba yule aliyeandaliwa kwa ajili ya kutandika zulia, naomba twende kwa wakati sehemu zetu, wale wa kufungua jeneza, kufungua sanduku. Naomba ishara ya msalaba. Yule aliyeandaliwa kutoa stendi kwamba jambo hili ni zito. Wamesema tuandikiane mkataba kama na upande wa pili wamepokea msalaba ambao hauna jeraha. Mwishoni, kabla mjaondoka, uongozi wa Mlevela na uongozi wa Igwachanya watakabidhiana, watasainiana kwenye fomu ziko hapa. Ni chombo alichotumia Bwana wetu Yesu Kristo kutukomboa. Tunafanya tendo hili la ibada la kuheshimu msalaba ili Mungu azidi kutujalia neema ambazo Kristo alitustahilia kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Tunawakabidhi msalaba huu ili muupokee kama kumpokea Kristo mwenyewe katika parokia yenu. Msalaba huu iwe ishara ya ujio wake Kristo katika mwaka mtakatifu katika parokia yenu. Wakati wote utakao kuwa parokiani kwenu utunzwe, kuheshimiwa kama chombo kitakatifu kilicholeta wokovu. Ishara ya msalaba huu iwaletee wingi wa neema za Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tutasikiliza neno la Mungu. Somo la Injili takatifu lililoandikwa na Yohane. Yohane sura ya 3 aya ya 13 hadi ya 17. Yesu alimwambia Nikodemu, hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Neno la Bwana. Sifa kwako wewe Kristo. Jubilei kuu 2025. Mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Jubilei kuu 2025. Kwanza kabisa Kurani kwa wenzetu ni wa Mlevela
sababu msalaba huu kadiri ya ratiba iliyotoka jimboni itakiwa sisi tarehe 16 kwenda kupokea Laumba wale wa Mlewela wale wa Mtwangu, na sisi 23 tutakacho kuwakabidhi. Sasa kwa kuwa sisi tulikuwa na tukio moja pia pale parokiani na Paimara siku ya jana, tuliona ratiba hizi zitatuvuruga, na baada ya kuuliza wenzetu wengine ambao katika ratiba zao viliingiliana msalaba na Kipaimara, Kipaimara kilitakiwa kisogezwe mbele na alafu msalaba ubaki na ratiba yake. Sasa niliwasiliana na Baba Bruno juu ya hili na nikasema maana yake kama isingewezekana kwenu ilibidi kumrudishia askofu, na askofu huenda angesema na yeye hakuna ambacho asingesema. Ambacho kingefuata ni kwamba Kipaimara kwa kuwa kinawahusu ninyi wa Igwachanya tu na msalaba unahusu jimbo zima na ratiba zimepangwa, kwa hiyo Kipaimara chenu sogezeni mbele, na yeye huenda angeangalia ratiba yake hicho Kipaimara kingekuwa lini. Sasa kama mnavyojua katika mazingira yetu watu huwa wanakuwa wameshajiandaa, ukianza kumsogeza mbele na wengine wanaalika hata ndugu na hivi inaleta vurugu sana. Sasa Bruno akasema wala mzee tusiongee naye, acha tukae sisi wenyewe tuone ulichofanya. Na nilipokuwa nawasiliana naye alikuwa safari, kama naomba baada ya saa 1 nimefika nyumbani, nitaongea na wenzangu wahusika niwashirikishe tuone wanasemaje. Kwa hiyo mwishoni akanipigia simu, bwana, tumekubaliana sisi tutaupokea msalaba kwa wenzetu wa Mtwangu. Najua na nyinyi mlikuwa na ratiba zenu zilikuwa zimepangika, lakini mkakubali nyinyi kuvuruga ratiba zenu, kuingiza msalaba katika siku au tarehe ambazo hazikuwa zake. Kwa hiyo nimeona hapa mwanzoni kabisa nitumie nafasi hii kuwashukuru kwa kutupokea. Baba Bruno, tunashukuru sana, na kwa kweli isingekuwa hivi huenda na askofu mwenyewe angepata mahangaiko, naye ana ratiba zake za Kipaimara zimepangana, na ambacho kingependeza itakuwa apate Jumapili kama ana Kipaimara mahali, anatakuwa aende hii Jumapili ya jana huko, na halafu sisi tusukumwe Jumapili nayo kuja tarehe 27. Lakini basi yote yameenda vizuri kama yalivyoenda hivi. Nashukuru sana kwa kutupokea. Jambo la pili, Father Mgoele ni mtaalamu wa vitu hivi. Nakumbuka 2006 kama alivyosema, tulipokea msalaba wa siku ya vijana ulimwenguni duniani. Na mimi miaka hii nilikuwa msaidizi wake, na tulitumia ofisi yetu tukatengeneza ratiba binafsi msalaba upitie Igwachanya ili watu waweze kusali Igwachanya. Kulikuwa kuna sanduku refu na tuliambiwa tuandike maombi, tuweke kwenye box lile la msalaba, maombi yale yakachomwe mbele, nia zile zipaye kwa Mungu kama moshi wa ubani. Na katika ziara hii tuna washauri pia sehemu zile ambazo msalaba utalala, watu wakaweza kuandika maombi yao, na kikatafutwa kigai kikawekwa mbele ya msalaba na yale maombi yakachomwa. Inaweza kuleta uchaji zaidi na ibada zaidi, sala yangu ipaye kwa Mungu kama moshi wa ubani. Tendo linalofuata sasa, mtu kakaa hapa dakika 15, mtachelewa kituo cha mbele. Sasa wale wanaolala na msalaba wawe pia ni time keeper, kwamba sasa dakika 5 zinakutosha na mwingine anakuja. Tukisema tushindie dakika 20 mtu mmoja, mtakabidhi msalaba tarehe 28. Pembeni ya msalaba patakuwa na kikapu cha sadaka kwa ajili ya kusindikiza nia zake.